الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله تعالى من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ومن اتبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. يقول المولى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب سيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة. قال: من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله. وقال أيضا: ومن كان إذا أنعم الله عليه قال الحمد لله. وقال أيضا: من إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن إذا أصاب ذنبا قال أستغفر الله العظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali wa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia neema ya uzima na afya kufika katika siku nzuri na adhimu kama hii ya leo. Baada ya kuyasema haya, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu katika suala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hakika wamefaulu wamchao, bali yuko pamoja na wale wenye kutenda wema. Katika siku hii adhim, tutajaribu kuzungumzia kuhusiana na sabra kwa mtizamo wa Kiislamu. Watukufu wa Kiislamu, kwanza tufahamu ya kwamba maisha yetu yote ya hapa duniani yanahitaji subra katika kila nyanja na hatua tunayoipiga. Uwe ni mwenye kutafuta elimu, unahitaji kuwa na subra. Uwe ni mwenye kufanya biashara, unahitaji subra. Uwe ni mkulima shambani, unahitaji subra. Uwe ni mfanyakazi katika shirika lolote lile, sawa likawa ni shirika la kiserikali ama ni shirika la mtu binafsi, unahitaji subra. Mafanikio yote ya mwanadamu yanahitaji kuwa na subra katika kila hatua anayoipiga. Subra ndio msingi wa mafanikio yote ya mwanadamu. Uwe unacho unahitaji subra,
na uwe huna vile vile, unahitaji kuwa na subra katika haya maisha. Na wakati mwingine pengine yule ambaye mwenye nacho anahitaji subra zaidi kuliko yule ambaye hana kabisa, kwa sababu wakati mwingine tunafikiria na tunadhani kwamba mwenye kuhitaji subra ni yule ambaye tu hana chochote katika maisha ya hapa duniani, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia aya hizi mbili anaonyesha kabisa ya kwamba yule ambaye hana anahitaji subra, na yule ambaye anacho vile vile anahitaji kuwa na subra. Ni msingi wa maisha yote ya mwanadamu, si kwa sababu wewe ni Muislamu tu, sio kwa sababu wewe ni muumini tu peke yake, bali kwa sababu wewe ni mwanadamu. Maisha yako yote yatawaliwa na subra. Maisha yote ya mwanadamu yanamhitaji awe na subra, uwe ni msingi katika maisha yake. Katika aya ambayo nimeisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala in adhakna al-insana minna rahmatan, na tukimuonyesha mwanadamu kutoka kwetu rehma, thumma naza'naha minhu, kisha ile rehma tukamuondolea kwa muda mfupi, innahu la yausun kafuri, hakika huyo mwanadamu atakuwa ni mwenye kukata tamaa, lakini huyo mwanadamu atakwenda katika kufri. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea akisema, wala in adhaqnahu na'ama ba'da dharra'i massatuhu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farhun fakhuri, ya kwamba na tukimuonyesha pia mwanadamu neema zetu kutoka kwetu baada ya kuwa amepitia madhara mengi, madhila mengi katika kuitafuta hiyo neema, amepitia mihangaiko mingi katika kuitafuta hiyo neema, baada ya muda mfupi tukaiondoa hiyo neema kutoka kwake, Mungu anasema ya kwamba innahu la farhun fakhur, huyo mwanadamu baada ya kuwa amepewa neema nyingi, baada ya muda tu ataanza kusema ya kwamba dhahaba sayyi'atu anni, mabaya yote, tabu zote zimeniondokea, kwa kuwa tayari ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali mwanadamu huyo anakwenda mbele zaidi ya kwamba la farhun fakhur, atakwenda kwenye kujifakharisha na kujigamba kwa watu. Sasa Mungu anasema hivi, illa alladhina, isipokuwa wale ambao sabaru wa amilu salihat, wamesubiri na wakathibitisha kusubiri kwao kwa kufanya mambo mema. Mungu anasema ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, watu hao wana maghfira mkubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wana ujira mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza zinatuonyesha tabia halisi ya mwanadamu, maumbile halisi ya mwanadamu aliyokuwepo nayo ndani yake, ya kwamba mwanadamu pale ambapo anaponyimwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu huyu ni rahisi sana kukata tamaa, mwanadamu huyu ni rahisi sana kwenda kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pili, anaeleza katika nukta ya pili ya kwamba mwanadamu baada ya kupatiwa neema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika maumbile yake ya ndani ni rahisi sana kwenda kujifakharisha na kujigamba kwa watu, kujionyesha kwa watu kwamba yeye amepewa neema nyingi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye ameondokana na tabu na dhiki kwa sababu amepewa kichache.
au kwa sababu amepewa neema nyingi. Sasa huyu mwanadamu, Mungu anasema ya kwamba hawa wote wa aina hizi mbili, wanadamu wa namna mbili, mmoja aliyopewa na mwingine aliyonyimwa, ya kwamba katika hao wale ambao watakaosubiri, ama yule ambaye atakayesubiri pamoja na kwamba amenyimwa ama amepewa, lakini bado akasubiri na akathibitisha kusubiri kwake kwa kufanya mambo mema, anasema huyo mwanadamu ama hao wanadamu wa namna hiyo, basi wao wana ujira mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, ukitaka kuzizingatia sana aya hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zina mafunzo makubwa mno. Kwanza, kuishi kwa tahadhari katika haya maisha, kuishi kwa unyenyekevu katika haya maisha, kwa sababu wewe haujui kesho yako itakuwaje. Na ndiyo maana hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanzo kabisa wa aya hizi tena anaapa, wala in adhaqna al-insana minna rahmatan. Mungu anasema wallahi, anaapa kwa nafsi yake, lau tungemuonjesha huyu mwanadamu kutoka kwetu rehema zetu, thumma naza'naha minhu, kisha baada ya muda mfupi sana, thumma, baada tu kwamba Mungu amekupa, baada ya muda mfupi sana akakunyang'anya kile alichokupa. Hii ni harful atfi. Thumma, baada ya muda mchache tu ya kupewa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akakunyang'anya ama akakuondolea zile neema. Amekupa shamba zuri, umelima vizuri, unayaona mazao mazuri kabisa, haya yamestawi vizuri, matumaini yako yakawa ni makubwa sana kwamba utapata mavuno makubwa na mazuri, lakini baada ya muda anawaleta ndege, kisha wanakula yale mazao yaliyostawi. Vipi utahisi katika nafsi yako? Bado utaendelea kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ndio utakata tamaa kabisa? Innahu la yausun kafuri. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na hapa anatoa kiapo, la yausun kafuri. Huyu mwanadamu ni mwingi wa kukata tamaa, ni mwingi wa kuvunjika moyo wake kwa sababu ya mambo madogo madogo ya namna hiyo. Ni gari umenunua, baada ya muda mfupi sana linapata ajali, unakata tamaa, bado unaendelea kusimama imara na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umekwenda kujifunza elimu, ni hauza ama ni wapi, baada ya muda mfupi sana, baada ya kufika hauza ukajikuta unaingia katika mitihani mingi, wakati mwingine ya kuumwa, wakati mwingine ukapata mitihani ambayo haina hata mfano. Vipi utaendelea kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusubiri katika hayo, au utakata tamaa? Kwa sababu ndiyo tabia ya mwanadamu. Innahu la yausun kafur, hakika huyo mwanadamu ni mwingi wa kukata tamaa, bali ni mwingi wa kwenda kukufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha ya kwamba hata waliopewa, hata hawa ambao waliopewa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kana kwamba Mungu amewalisha, la, bali amewaonyesha tu kidogo. Kwa kupitia maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha kwamba hata ukipewa wewe umeonja tu ladha kidogo ya dunia, hajakupa, hajakufungulia. Na Mungu mwenyewe katika Qur'ani anasema ya kwamba lau angeamua kuwafungulia waja wake hazina yake yote, basi la baghaw fil ardh, wangefanya uharibifu katika ardhi, wangefanya ufisadi katika ardhi. Sasa Mungu amekupa kidogo tu, amekuonyesha kidogo ili uendelee kusubiri.
Aliyonyimwa ni mtihani na ambaye aliyopewa vile vile ni mtihani. Sasa ni suala la kuwa na subra katika mioyo ya watu hao wawili, aliyonyimwa na aliyopewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hizi anaonyesha utukufu wake, anaonyesha adhama yake mbele ya waja wake, ya kwamba akiamua kukupa anakupa kidogo, anakuonyesha, na akiamua kukunyima hakunyimi moja kwa moja, anakupa kile ambacho kinaweza kukutosheleza wewe mwenyewe. Sasa ndo anasema ya kwamba illa alladhina, isipokuwa wale ambao sabaru, wamesubiri, wa amilu salihat, na wakathibitisha katika kufanya mambo mema, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, kwa sababu hawa watakuwa na ujira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watakuwa na msamaha mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, katika aya hizi kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuzuia kwenye kukata tamaa katika kila hatua unayoipiga, katika kila nyanja unayokwenda. Kukata tamaa ni katika mambo ambayo ni haramu katika dini ya Kiislamu. Haijalishi kwamba wewe unapita katika changamoto ya namna gani, haijalishi unapita katika kipindi cha namna gani, bado Mungu anakutaka uendelee kumwamini. Innamal usri yusra, vile ambavyo mambo yanavyokuwa magumu, ujue kabisa faraja iko karibu. Kwa hivyo haupaswi kukata tamaa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ayati nyingi sana katika Qur'ani anatuonyesha kwamba hata kama utakuwa umefanya makosa kiasi gani, usikate tamaa na rehema za Mungu. Hata kama utakuwa umefanya maasi kiasi gani, usimkatie tamaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba hawezi kukusamehe. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Mungu anasema, semeni enyi waja wangu ambao mmefanya israfu katika nafsi zenu. Na kufanya israfu haina maana tu ya kwamba umefanya israfu katika vyakula na vinywaji, la, bali kufanya israfu ni kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba amekwambia usinywe pombe, umekunywa pombe, umefanya israfu. Amekwambia usizini, ukazini, umefanya israfu. Amekwambia usiibe, ukaiba, umefanya israfu. Kwa hivyo kufanya israfu ni kule kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa maana mbili tu ambazo mara nyingi tunazozijua za kwenye kula na kunywa peke yake. Kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umefanya israfu katika nafsi yako. Sasa Mungu anasema hivi, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, semeni nyinyi ambao mmefanya israfu katika nafsi zenu, la taknatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yote unayojua, yote anasamehe. Ikiwa utaamua kurudi tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya istighfari na tauba, Mungu anakusamehe. Na tusifikie tu mpaka ule wakati wewe una dhiki, una shida, ndio wakati sasa unataka kuomba msamaha. La, ule wakati ambao wewe umefanya makosa kwa bahati mbaya, kwa kujisahau, wakati ule ule tubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwanadamu ana ile hali ya kujisahau, hasa kipindi ambapo anapokwenda kujitosheleza, anajiona kwamba yeye sasa hivi anajitosha. Ndiyo tabia ya mwanadamu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza hivyo katika Qur'an, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Mwanadamu wakati anapohisi kwamba anajitosheleza, ndio wakati anajawa na kiburi katika moyo wake, ndio wakati ambao anajiona kabisa hakuna yeyote wa kumshauri
isipokuwa yeye mwenyewe vile anavyoamua ndio njia sahihi. Sasa huyu mwanadamu anapaswa sana kurudi katika nafsi yake na kuhisi kwamba anatakiwa kufanya sobra katika kila hatua ambaye atakaipiga kimaisha. Watukufu wa Kiislamu, malipo ya watu wenye kusubiri ni makubwa. Tena katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha malipo ya watu wenye kusubiri ni malipo ambayo wala hayahesabiwi. Kwa mfano katika Qur'ani ukisoma utakutana na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikisema ya kwamba innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika wale ambao wenye kusubiri watalipwa malipo ambayo hayana hesabu. Yaani Mungu pekee ndiye ambaye anayejua kwamba ni namna gani amlipe mja wake, ni namna gani amlipe mja wake kwa kazi moja tu ya kusubiri. Na kama tulivyoeleza kwamba unatakiwa kusubiri katika kila hali unayoipitia ya kimaisha. Sawa unapitia neema, unapaswa kusubiri, na sawa unapitia wewe nakma, unapitia katika hali ngumu, unapaswa vile vile kusubiri. Al-Imamu Ali alayhi salam anasema as-sabra sabran, sabra ziko za aina mbili. Unasubiri katika yale ambayo unayapenda na unasubiri katika yale ambayo wewe huyapendi. Na ndio maana hata katika zama ambazo wakitawala wale makhalifa wawili ama watatu kabla yake, yeye alikuwa akisema maneno yake ya kwamba saasbir au fasabartu wa ala al-aini qadha wa ala al-halqi shaja, nitasubiri ili hali mimi nikiwa kwa mfano ni kitu kimekuingia katika jicho lako, namna ambavyo unapojaribu kukitoa kile kitu kilichoingia, hapa ni mchanga, ukijaribu kutoa, anasema nitakuwa nasubiri katika maumivu ya namna hiyo. Au kana kwamba nimechomwa na mfupa ama na mwiba katika koo langu, nitasubiri katika mazingira ya namna hiyo magumu. Huyu ni al-Imamu Ali alayhi salam. Na waumini ndio sifa ambayo wanatakiwa kuwa nayo kusubiri katika kila hatua wanayoipiga. Ukisoma hata katika sifatul muttaqin, namna ambavyo anavyo definition wale waumini, anavyoarifisha waumini, anasema wao wanasubiri katika maisha ya hapa duniani ambayo ni madogo, wakitarajia raha kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo muumini sifa yake kubwa kabisa kwanza ni kusubiri. Na unasubiri ili hali unachukua nyenzo za kusubiri. Kiislamu kusubiri si kukaa tu huku ukiwa unatarajia rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ukihisi hivyo unafanya tawakkul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La, kusubiri Kiislamu ni kusubiri ili hali unachukua hatua mbalimbali. Ndio una changamoto zinazokukabili kimaisha, usiseme kwamba unasubiri, chukua hatua za kupambana na hiyo hali, na hiyo ndio njia nzuri ya kusubiri. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mungu anasema ya kwamba nasubirini kwa kufanya ibada, yaani subra yako iwe imeegemea katika ibada. Kufanya hivyo ni jambo kubwa. Wa innaha lakabiratun, Mungu anasema jambo hilo ni kubwa, kusubiri ili hali unafanya ibada mbalimbali. Illa ala al-khashi'in, ni jambo kubwa kwa wale ambao wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salat, naombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sabra na swala. Jambo hilo ni kubwa sana kwa wale ambao wenye kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Lakini si hivyo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea akisema, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as sabirin. Bahati nzuri sana kusubiri kwa muumini ni kwamba Mungu anakuwa pamoja naye katika kila hatua anayoipiga. Namna ambavyo unavyosubiri huku ukiomba msaada kwa kuswali, kwa maombi, kwa dua mbalimbali, huku ukifanya kazi mbalimbali, Mungu anasema mtu wa namna hiyo yeye yuko pamoja naye katika hatua zote za kimaisha anazozipiga. Watukufu wa Kiislamu, hatutaki sana kurefusha muda kwa sababu ya ratiba ambazo tulizokuwepo nazo, lakini itoshe tu kumaliza hutuba yetu ya leo kwa maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yakipokelewa kutoka kwa al-Imamu Jaafar as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imamu Jaafar as-Sadiq alayhi salam anapokea hadithi, anasema ya kwamba arba'a man kunna fihi katabahu Allahu min ahli aljanna, mambo manne ambayo mwanadamu akishikamana na mambo hayo manne, Mungu anamuandika ni miongoni mwa watu wa peponi. Yani sobra yako ihakikishe inaegemea katika vitu hivi vinne. Anasema jambo la mwanzo kabisa katika hao ambao watakaoandikiwa ama watakaowajibishiwa kwamba ni lazima aingie peponi, anasema man kana ismatuhu shahadatun an la ilaha illa Allah. Wa mwanzo ni yule ambaye kinga yake, ngao yake, harakati zake zinamrudisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kumpwekesha. Haijalishi ni changamoto gani anayoipitia, changamoto ile bado anaiegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala changamoto ile haiegemezi kwa watu. Wakati mwingine unaweza ukapitia changamoto kiasi kwamba ukasema la, jambo hili pengine kuna mkono wa mtu, si bure, haiwezekani. Sasa mtu wa aina hiyo ambaye yeye ngao yake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ngao yake ni kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu anasema huyu anaandikwa katika watu wa peponi. Man kana ismatuhu shahadatun an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, yeye mara zote anampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala hamshirikishi kwa chochote ama kwa lolote. Namna anavyokwenda, matatizo anayoyapitia, anaegemea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anampokesha Mungu, anasema bado hili ni la Mungu, bado hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, kuna hadithi moja ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema la takunu mu'minan hatta ta'uddu albalaya ni'matan, hawezi kuwa mu'min mpaka uamini kwanza balaa unazozipitia, mitihani unayoipitia ni katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si ndio ile hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikisema ya kwamba Mungu akimpenda mja wake humpa mitihani. Idha ahabba Allahu abdan ibtalahu, Mungu akimpenda mja wake humpa mtihani. Kwa hivyo unapopata mitihani, wewe jifariji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mungu ananipenda, ndio maana amenichagua mimi. Kwa nini yule na si mimi? Pengine ni changamoto ya maradhi unayoipitia. Hiyo changamoto huwezi kuelewa
hekima za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pengine anataka kukupa kilichokuwa bora zaidi, pengine anataka kukuvusha daraja kubwa zaidi, kukuvusha katika mtihani mzito zaidi. Amekupa changamoto ya maradhi, anakupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hummatul layl kafaratu dhunubi sana. Mtume anasema kuumwa kwako tu usiku kidogo, pengine ni kichwa tu umeumwa, wewe umetoa kafara ya madhambi ya mwaka mzima. Ukiumwa tu kidogo usiku, ni kichwa, ni jicho, chochote kile kitakachokuuma, wewe umetoa kafara ya kusamehewa madhambi yako ya mwaka mzima. Sasa wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa mtihani huo kuonyesha ni mapenzi yake kwako wewe. Hilo la kwanza. La pili, anasema ya kwamba ni kwamba idha an'ama Allahu 'abdahu ni'matan qala alhamdulillah. Yule ambaye atakayepewa neema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akarudi kwa Mungu akamshukuru akasema alhamdulillah, akasubiri akasema hii hadha min fadli rabbi, hili ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapo hautaki kuruka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa amekupa, kwa sababu hadha min fadli rabbi haitoshi. Ukienda mbele katika aya hiyo, hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur, nitashukuru au nitakufuru. Mungu anakupa mtihani wa namna hiyo, kukupa neema. Kwa mfano, unapaswa kushukuru. Sasa mara nyingine sisi tunapopewa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakuwa ni wachache wa kushukuru, na Mungu ametuelekeza ikiwa mtashukuru basi mimi nitawazidishieni, la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtashukuru mimi nitawaongezeni cha ziada. Hilo la tatu. Kisha anaendelea akisema ya kwamba waman idha aswaba dhanban qala astaghfirullah, na yote yule ambaye atakayefanya maasi, dhambi, akasema astaghfirullah, akamwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na kosa hilo alilolifanya, akasubiri katika mazingira ya namna hiyo, akawa na subra katika moyo wake kwa kufanya istighfari kutokana na kosa ambalo alilolitenda. Mwisho kabisa, ambapo ndo penye mtihani mzito, anasema waman idha aswabatuhu musibatan qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na yule ambaye atakayepatwa na msiba kisha akasubiri akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi ni wa Mungu na kwake yeye tutarejea, akaamini kwamba ni mtihani, akasubiri katika mazingira ya namna hiyo, mtu huyo anaandikwa ni katika miongoni mwa watu wa peponi. Sasa kusubiri katika mazingira ya namna hiyo, hata unapopata msiba, ni jambo kubwa, na mara nyingi hapa ndipo sehemu ambapo wanadamu wanapokosea. Ni msiba umetokea, panaweza pakawa na uchunguzi wa mambo mengi sana, mpaka wakati mwingine watu wakasema la, haiwezi kutokea hivi hivi, hili si la Mungu. Lakini mwisho wa siku anayeziondoa nafsi za watu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaotoa uhai na umauti ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa lazima tuamini kwa Mungu kwamba yeye ndiye ambaye amemchukua mja wake baada ya kumpa uhai. wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsun min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin. Mwanadamu akaamini kwamba hili lilotokea ni katika mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hofu ambayo iliyompata,
njaa ambayo anaipitia, mazingira magumu ambayo anayapitia, amepata misiba, wakati mwingine hata mfululizo inatokea, wakati mwingine akakosa mali, fedha. Ikiwa atasubiri katika mazingira ya namna hiyo, Mungu anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabashiri sabiri, wape habari njema, bishara njema wale ambao wenye kusubiri. Watukufu wa Kiislamu, haya ni miongoni mwa yale ambayo tumetaka kuyawasilisha kwenu. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yardahu, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.